kuonya wewe mwanamke unayenisikiliza, achana na simu ya mume wako, ione kama kituo cha polisi, ili muendelee kuishi, mulee watoto mpaka mwisho wa safari. Hiyo pekua itakukosti. Nasema kwa herufi kubwa na kwa msisitizo, kama wampenda mumeo au bwana yako au bwana wako, usicheze simu yake hata kwa dakika moja. Kitendo cha wewe kuchukua simu ya mwenza wako ukaanza kuipekua ni kosa la jinai. Mimi ni mmoja wa watu ambao usishiki simu ya mume wangu. Sio kwa sababu naogopa. Kwa hiyo kama unataka kukutana uso kwa uso na mheshimiwa hakimu, wewe endelea kupekua hiyo simu. Lakini usiondoke nyumbani kwako kwa sababu umekuta message. Kila mmoja amwamini mwenzake, habari ya simu achana nayo. Mpenzi wangu akiacha simu hajailoki, naichukua na iloki mwenyewe. Matatizo nilionayo yananitosha sana. Kama ndoa yako unataka ivunjike mapema, ni ushike simu ya mumeo. Simu ya mumewe tu ifanye iwe ni sumu kwako. Na muda wote ukiwa umepection simu ya mumeo utakuwa una kisirani. Na wala utakuwa umpendi. Hata kama umpenda kufa, mapenzi yote yatakuishi. Kisirani kitakujiacha 120. Kwa sababu simu ni mtihani. Sina mpango wa kutoka kwanza. Why should I? Do you think kwamba nikishika sitakutana na scenario za kuconnect dots? Nimeielewa hiyo. Kwa sababu mume wangu ni handsome. Watu wanamsarandia tu. Sasa hivi mwanadada ameanza kutumikia kifungo cha jela cha miezi 3. Na wakati wa harusi mnasema ati nyinyi wote mnaunganishwa muwe kitu kimoja. Alafu simu nao ni ya kwako peke yako. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Mimi ni mmoja wa watu ambao usishiki simu ya mume wangu. Sio kwa sababu naogopa. I am telling you. I am not. Hata akikupa access. I am not, Irene. Yani sina mpango wa kutoka kwanza. Why should I? Do you think kwamba nikishika sitakutana na scenario za kuconnect dots? Nimeielewa hiyo. Kwa sababu mume wangu ni handsome. Watu wanamsarandia tu. Mimi ambavyo nilivutiwa naye, kuna watu pia watavutiwa naye. Yeah. Obvious. Exactly. Hakuna watu ambao wanamhitaji, wanamtaka. Wapo. Na wanajua kabisa ni mume wa mtu. Wanajua. Wapo. Why should I tempt myself kwenda kwenye simu yake? Kuna mtu najua yuko pale, anaweza tu akawa anamtext au anamfanyaje. I don't mean kwamba ninawaza hivyo sasa hivi kwenye akili yangu, ila anasema likely situation. Kwa hiyo wewe unaweza ukaenda kwenye simu useme uangalie ana chat na mtu gani, papo utakutana na message ya mwanamke, of which sio hata kama ni mpenzi wake au kitu gani, utaanza kuconnect dots. Unaona, ndio maisha ya Eva. Alipewa mema yote, still alitafuta nini? Mabaya. Kwa sababu shetani alienda kumwambia utajua mema na mabaya, na mti alioenda kula ni ujuzi wa mema. Maana yake mema yote alipewa, kasoro nini? Mabaya. Sasa usiyatafute mabaya. Kama yapo yatakuja tu, yatajileta yenyewe. Nadhani mnapokuwa kwenye mahusiano, mambo ya simu yanakuwaga sio mazuri, na unakuta kama ndoa yako unataka ivunjike mapema, ni ushike simu ya mumeo. Simu ya mumewe tu ifanye iwe ni sumu kwako. Fanya mambo yako dili na kwa, kama anakuonyesha akuchiti, hiyo ni nafasi tu kwamba anakuheshimu. Nadhani inatosha. Na alafu kama yeye amefika mpaka hapa, Miss Right amefika hapa, anahitaji mwenza wake. All in all ni kwamba kila mmoja amwamini tu mwenzake. That's it. Mambo yasiwe too complicated. Kila mmoja amwamini mwenzake, habari ya simu achana nayo. When I have a principle mimi kwenye maisha yangu, nimemkuta mume wangu anaishi na watu wake kwa waume. Walikuwepo. Sampuli za aina zote. Walifaa kabisa, alishawaona. Mimi nimekuja kwenye maisha yake, haibadilishi kitu, na there are still more to come. Yani ongezeko la wanawake wengi watakuja, si anatoka anaenda kwenye shughuli, akai ndani, hatujafungia. Ndio maana nilisema mapenzi ni ya wawili, lakini duniani hatuishi wawili. Umeelewa? Ataendelea kuhusiana na watu wengine, wadada wazuri, wa muonekano wazuri, wa tabia wazuri, kwenye kila kazi anayoifanya kule ndo kwenye. Umeona sasa? Sasa unajua simu, kama we mwenyewe haujataka kujipa control nayo, itakudrive crazy. Kwa Salome, hata ukikuta hivi unaipita, huwa anaiacha tu, sio ni anaiacha. Mimi miongo ni mwana mazoezi. Akiendaga mazoezi kuna wakati anaacha simu nyumbani. Na unajua password? I know his password. I know. Sihangaiki nayo kabisa. Hata leo hapa apigiwe simu, hata angekuja kwenye kipindi,
On a serious note. Na kwa watu waache kuhangaika na simu. Sasa sijajua kuna watu wengine wanawaza kitu gani, lakini ni vizuri zaidi sihangaike nayo. Kama kuna siku vitu vitakuja, kuna watu waga hawahangaiki na simu. Wewe siku tu moja iliita akashika, unashika message kamekuja kenyewe, wala haujahangaika. Lakini hivi vitu vya kuvitafuta utaweza kukutana siku na message ambayo wala sio ya mapenzi, lakini kwa sababu ni kitu ambacho umesha kiumba kwenye fikra, utakilazimisha kiwe kuendana na fikra yako. Umezungumza kitu kizuri hapo. Kuumba. Yani kuna vitu tunaviumba kabla hata vitokee. Exactly. Kwenye fikra zetu. Exactly. Kwa unavyoenda kuangalia, wewe kuna kitu unakitafuta. Exactly. Ambacho kiko kwenye akili yako. Exactly. na inaweza sio kweli. Ni kweli kabisa. Na ndo situations zinavyotokea. Kwa mimi sisemi kwamba kweli kuna watu wanakuwa hawashiki siku wanashika, wanakutana na vitu, yani wanakuja kufahamu mauzauza. Lakini sijui wanaongozwa na kitu gani. At least usitafute mabaya. Hebu dili kwanza na mazuri yaliyopo. Sawa. Nimeelewa Salome. Na kuonya wewe mwanamke unayenisikiliza, achana na simu ya mume wako, ione kama kituo cha polisi, ili muendelee kuishi, mulee watoto mpaka mwisho wa safari. Hiyo pekua itakukosi. Ila alafu itabia ni ngumu sana na watu wala hawezi kubadilika. Alafu sasa kwa sisi wakina mama, unajua sisi wakina mama tuna roho nyepesi. Unachokikuta chochote, hata kama mtu kakosea utuma message, labda kuna zile za kukosea namba, umekosea namba moja imeenda kwa mtu mwingine, kosa la jinai, message ni ya kwako, utamueleza nini? Kapata kizaza, kakununia, ampiki mume, amfanyii nini? Kisa tu kapekesheni simu ya mume, kakutana na message. Unatafuta nini? Anachokitafuta atafuta shari. Wewe ukishashika simu ya mumeo, maana yake unachokitafuta watafuta shari. Wewe ukiwa utafuti shari, watafuta ndoa yako na maisha yako, ushiki simu ya mumeo. Shajua mimi mume wangu nampenda, sitaki kumpoteza. Pambana na mapenzi yako. Kama mume wako anapenda kupika, mpikie mumeo. Kama mumeo anapenda kula, maana kuna wengine wanapenda kula. Kama mumeo anapenda kula, mpikie mumeo. Kama mumeo anapenda usafi, mfanyie usafi mumeo. Kama mumeo anapenda mapenzi, mfanyie mapenzi mumeo. Achana na simu. Halo. Mpo mnapenda search warrant. Achana na simu. Simu ni machozi. Simu ni kilio. Simu sio kitu cha kuchezea. Unapokuta, unajua kuna vitu ambavyo unavikuta kwenye simu labda vile ya mume wako. Badala ya kuongeza mapenzi, yale mapenzi wayapunguza. Kwa sababu ushapata ile karaya. Yani unapoteza kitu chako ambacho unachokipenda. Kwa nini Blandina upoteze kitu chako ambacho ukipenda? Mimi nishajua kama nampenda mume wangu, sibusi simu. Wewe ongeza mahaba yako. Nafanya mahaba yako. Wacheza na akili ya mumeo. Wewe pambana tu. Mwisho wa siku anatuma message, siku zake zitakwisha. Zahesabika siku zake. Wewe ukipambana tu na mapenzi yako, mwezi wake ni mmoja tu anetuma message. Lakini mapenzi ukiyaacha, mwezi wako kule mapenzi yaongeza. Mwezi anaongeza, maana yake hakuna mapenzi mazuri kama mapenzi ya simu. Blandina hakuna mapenzi matamu kama mapenzi ya simu. Mawasiliano ya. Wewe mawasiliano ndio mapenzi Blandina. Kama mtu awasiliane na wewe akupenda nini? Hivi mtu akae wiki 3, mwezi mzima, akutumui message wala akupigii simu alafu asema kupenda? Tena wala msijidanganye. Maneno. Wala msijidanganye. Mapenzi ni simu. Mawasiliano. Mapenzi ni mawasiliano. Kama huna mawasiliano huna mapenzi. Ni kuchorana tu. Kwa hiyo akikuchora na wewe mchore, ila wanawake pumu kupeksheni simu. Simu ni machozi. Pumu kupeksheni simu jamani. Kama mwapenda ndoa zenu, mwapenda wanaume zenu, mwapenda mahusiano yenu, msipeksheni simu. Nasema kwa herufi kubwa na kwa msisitizo. Kama wampenda mumeo au wanawako au bwanako, usicheze simu yake hata kwa dakika moja. Kuna jamaa mke wake amefungwa miezi mitatu. Kisa na maana mke alikuwa anavizia simu yake, jamaa kisha lala, anaangalia messages, ana transfer kwa simu yake. Na kumbe sheria za kule Arabuni ni kwamba uwezi angalia simu ya mwenzio. Yes. Yoni sheria wapi? Ya Arabuni wanasema kwamba Saudi Arabia. Exactly. Kuna privacy ya simu yako. Kwa hivyo yule mke alikuwa anangoja mzee akilala tu, anaangalia simu na transfer hizo message ya kuwa akisoma baadaye. Kwa hivyo mzee akamgundua, alimpeleka mahakamani. Mke saizi amefungwa for 3 months. Kwa kuangalia simu kwa kuvizia simu ya bwanake.
Sheria kama hiyo inaweza fanyika pa Kenya kweli? Why not? Privacy, unajua Gidi, kuna kitu watu waelewi. Simu yako ni privacy yako. Kwa hivyo mtu akichunguza simu yako, anaingilia privacy yako. Hiyo sheria ndakuja kuangalia kama Kenya inatumika, lakini sasa hivi yule mwanadada ameanza kutumikia kifungo cha jela cha miezi 3. Na wakati wa harusi mnasema ati nyinyi wote mnaunganishwa muwe kitu kimoja. Alafu simu nayo ni ya kwako peke yako. Na nkali bwana, kiukweli mimi katika maisha yangu niko katika stage ambayo mpenzi wangu akiacha simu hajailoki naichukua na iloki mwenyewe. Matatizo nilionayo yananitosha sana. Nataka watu wapate na elimu ya sheria. Ndugu zangu, hizi simu tunazo kwa nazo mkononi. Kila mmoja ana haki ya kumiliki simu yake. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuchukua simu ya mwenza wako ukaanza kuipekua ni kosa la jinai. Kwa hiyo kama unataka kukutana uso kwa uso na mheshimiwa hakimu, wewe endelea kupekua hiyo simu. Tunaelewana? Niwaombe watendaji ambao mko hapa pamoja na madiwani, tuwaombe wananchi wafate utaratibu wa kisheria, wasichukulie hatua mikononi. Wewe ukiona mke wako au mume wako au ndugu yako amefanya kosa, hakikisha unamleta kwenye vyombo vya kisheria. Tusijichukulie sheria mkononi. Kwa hiyo wewe kumpigia au kupokea simu, wewe kumpokelea mwenzako simu kama hajakuruhusu sio vizuri, ila kama pia amekuruhusu, angalia ni nani anataka. Mwingine anakupima kwa kukupa hivyo, upokea simu, anataka kujua hivyo na hivyo. Kwa hiyo kuna namna ambayo inakutengenezea au inakuhatarishia mahusiano, na kuna wanaume ambao hawajiamini. Mwanamke akipigiwa simu na namba yoyote anarukia simu na kupokea, ni kutokujiamini. Kwa hiyo ukijiamini pia kwenye mahusiano yako, kuna vitu utavichukulia kidogo. Kama ni kushika simu ya mtu anakuruhusu kushika na ukitaka kukagua kwa muda wako, lakini isiwe kwamba kwenye kupokea simu ukatengeneza mazingira hadi watu wa nje wakajua kwamba nyinyi kuna namna fulani hivi. Kama ni mumeo, basi mtu anajua kabisa mshikaji wetu kaoa au huyu kaolewa, kwa hiyo mume wake akipokea simu it's okay au hivyo na hivyo. Kwa hiyo mpe mtu uhuru wa kutumia chombo chake cha mawasiliano. Haina haja ya kupokea simu ya mwenza wako kama unaona itakuja kuhatarisha maisha yako, maisha ya mahusiano yenu. Unakuta sasa ndo muda kapigiwa na mchepuko, umepokea. We nani? Kumbe kamdanganya kule mimi sijaoa, au kule kadanganya mimi sijaolewa. We nani? Mimi mume wake au mimi mke wake. Unashangaa ugomvi unazuka kwenye vitu ambavyo vina na mimi mume wake. Wewe mume yupi? Mbona hivyo? Kwa mimi sikujui. Wewe mbona mimi nimefunga ndoa? Au mimi mbona hivi? Au mimi mchumba wangu. Kwa hiyo kuna vitu vinaepukika kabisa. Kwa hiyo tuwe makini sana wakati wa kupokea simu za wenza wetu. Na lakini kikubwa zaidi mimi nachoweza kusema is not that necessary. Kama mtu wako unamwamini, basi akipokea simu atakwambia ni mtu fulani kanicheki, akimaliza unaenda kuzungumza naye, anatoka nje, ana kama ana mambo yao ya siri. Kama ni mtu wako ambao mmeshakubaliana kwamba kuna vitu tusifichane, vitu vya msingi ambavyo vinahusiana mimi na wewe, hayo mengine achana nayo. Mwenzangu nitapekisheni, labda uje ukute vitu ambavyo huvijui. Mimi nitapekisheni vizuri nije nione. Vitu gani? Labda hapa nakaa upande gani, nakaa mguu wa kushoto ama nakaa mguu wa kulia. Blandina, nataka nikwambie kitu ambacho ukijui. Waka mguu wa kushoto mtu kakuoa ndoa, wakaje mguu wa kushoto na mumeo. Hapo sasa. Hivi uliona wapi mtu akakaa mguu wa kushoto na kulia na mumewe? Alafu kisha sasa ukishapekisheni umeshayakuta ya kuyakuta, asubuhi kiamka umsalimie mumeo kwa vizuri. Maana yashakutibua, wenyewe tunasema kuvuvumkwa, yashavuvumkwa muda huo. Alafu wala hawana maulizo. Mtu akishaona ale maji caption yana makopa tele. Emoji za makopa kibao. Asubuhi akiamka atia nguo mgongoni. Enda kwenye mashtaka. Enda ashtaki. Siku hiyo hakutapikwa. Siku hiyo watoto watapigwa makonde, Blandina. Hiyo siku watoto watachezea makonde, na hiyo siku hakutapikwa. Na kama kukipikwa ujue mtakula hata funza. Kwa maana vinapopikwa havita hata petwa. Mtu avuvumka akiingia na hiyo siku watu watatembea mwendo wa kijeshi ndani. Hadi zitatetemeka. Maana akiingia jinyayo mama kama la malaika. Hapa.
Ardhi yenyewe itaongea hiyo siku. Acha. Kisha na mume na kwa mume mpaka atashtuka, kwani kuna nini leo? Yaani hapo vita vya chini kwa chini. Tangu aolewe kitanda hakijawahi kulia, lakini hiyo siku akipanda yeye kitanda kitalia kama kalala tembo. Ushawahi search simu ya mumeo labda kujiridhisha? Niliangalia kama moja, sirudia tena mambo ya kutaumo. Ulikana nini tena? Ulikutana nini? Message tu hayaeleweki. Ilikuwa ni gani? Nitafuta panado ilipo nikanywa. Nikasema mimi tena. Ulikuta message gani? Havielezeki. Nikasema jamani, mimi tena. Ulipigia kwa basi simu hii tena. Basi kisa tambia ndugu yangu simu yako hapo. Ukaongea na mwenye simu uliyokuta au ukabaki nayo? Kwa jinsi alivyoona nilivyokuwa dalili yangu na nilipobadilika kaja sababu kaingia kwenye simu. Alivyoniuliza kwenye simu mkanini eka chakula tu. Tukaeka chakula tukala, sijataka kuyazungumzia sana. Unajua kwa sababu gani? Yaani hilo ni shetani tayari kishaingia. Kwa hiyo na wewe pia ukishampa kichwa ndo unazidi kupanda zaidi. Kwa hiyo hivyo. Sasa mwenyewe ndo anajielezea. Bwana huyu ngasi yani bila chukua tu simu huyu fulani unaona huyu anajielezea mimi nasikiliza tu lakini vingine vinaingia vingine vinatokea huko lakini kiukweli utatizo. Achana na simu. Simu itakutoa machozi. Kila siku utakuwa walia, kila siku utakuwa peleka kesi kwa majirani, kila siku utakuwa peleka kesi kwa mshenga, kila siku utakuwa peleka kesi kwa babako na mama yako, kila siku utakuwa peleka kesi kwa wakwe zako. Yaani wewe kesi hazitakuisha kila siku. Na siku hizi hakuna washenga kwa tuwaona wenyewe kwa wenyewe, sijui itakuwaje, sijui kesi kwa kaka. Yaani mimi anasielewi. Hamna haya. Nyuso zimekuwa ndefu, nyuso hampendezi hata mkipaka krimu. Kwa mitihani, saa zote sura zimekandita. Saa zote sura ina moja. Muda wote anachia simu na kisirani. Mwangalia mume wake basi miguu ina dead skin. Mimi nashangaa mtu mwingine mumeo miguu kazi kumfanyia kisirani. Ukimwona mumeo saa nyingine mtu majikuchi ameongoza mbele utafikiri kayabandika. Utafikiri kayabandika kwa Saidi Kobe. Usomkata mumeo kucha. Usomsukua mumeo miguu. Usomfanyia scrub mumeo apekesheni simu. Mume wako shingo ina nongo, ukimpekenyua hivi anasimizi wekundu wapita namna hii. Mke una muda wako ni kupekesheni simu. Alafu sasa cha ajabu, unajua unapofanya mapenzi yale kwa mume wako, unavompeti peti, unavomfanyia mahaba na nini, hata kuja kupekesheni ile simu yake yeye mwenyewe atajiona vibaya. Hata kabisa. Atajiona yeye kwanza atasubutu hata kutumia message mwanamume ukishamfanyia hivyo. Atatumiwa message na kicha. Saa nyingine wengine mwaekewa message maksudi kwa wewe yenu. Ampatilizi waume mloweka ni hivu. Ndio maana mwaekewa wengine message za kwa kusudi mtu simu yake aitwa password alafu anaongea juu upate kusoma wao yako. Maana uyatilizi ya nyumbani. Waekewa kusudi upate kusoma. Ili uonekane akuonyeshe kama kuna wenzio wanaweza kuyafanya haya, wewe unaoleta gubu la kufukuza waume nyumbani kwa taarifa yenu. Na gubu kubwa sio kusema sana, gubu kubwa ni kupekesheni simu. Saa zote kutaka kumjua kupekenywa mwanamume, kutaka kumjua yuko wapi, atoka wapi, kala wapi na hata kama ni huo wivu ufanye namna hiyo. Wivu ni suna, ni kidogodogo siku moja, lakini isiwe ndio mchezo mpaka wampoteza mumeo nyumbani. Alafu sisi tunavyofanya ndio maana watoto wetu pia mapenzi na baba zao. Kwa hii mitihani yetu. Kwa sababu mtu saa nyingine anaamua kucheza na wanae nyumbani. Lakini aogopa kurudi nyumbani, aogopa yeye asidi ukiingia tu simu waidaka. Kama mbwa akaona nyama. Wamsubiria mume kwa hamu hivi. Akiingia tu simu unayo. Lakini usiondoke nyumbani kwako kwa sababu umekuta message. Usivunje ndoa yako kwa sababu kuna kasichana ka miaka 28 pale. Yule anatumiwa tu. Angekuwa anampenda si angemuoa. Anatumiwa. Na wanaume sasa huwa wanapenda vitu vipya, wanapenda adventures. Kwa hiyo sasa usiruhusu mume wako aone upya kwa wanawake wengine barabarani. Wewe uwe mpya kwake kila siku. Badilisha mazingira ya chumbani kwako. Wewe mwenyewe badilika. Leo una nywele ndefu, amua kunyoa. Weka rangi kama dada yangu pale. Badilisha muonekano wako. Badilisha namna unavyovaa. Itakusaidia kuonekana mpya kila wakati. Najua wakina mama hapa mna pesa, mnafanya kazi, mnafanya biashara, mna pesa. Itumie hiyo pesa kujenga nyumbani kwako. Itumie hiyo pesa kujenga ndoa yako na familia yako.
Hivi vitu vingine vyote unavyokimbizana navyo, mwisho wa siku unawatafutia nani? Watoto wako. Huwezi ukawa na furaha ya kweli kama mama kama watoto wako nyumbani hawana furaha, kama nyumba yako inaharibika. You can't have true joy. Mungu amekupa mwanaume aliyekupa, usimchezee, mheshimu. He is the king of your house. Na nitamaliza kila kitu. Mimi simu yangu haina password, wala ya mume wangu haina password. Watu wengi hawawezi. Yaani mimi ninaweza nikaingia chumbani nikawa nimekaa kitandani, nataka kupigia mtu, nitachukua simu ya mume wangu. Kwanza message nyingi mimi huwa namsaidia kufuta zikijaa. Hapo ndo penyewe. Hapo unajua kwa sababu gani? Kwa sababu tulianza hivyo from the beginning, uaminifu. Kutoka mwanzo. Yeye anaweza akakaa na simu yangu, sijui simu yake imeisha battery, I need a phone. Naweza nikamwachia hata siku nzima. Okay. Siogopi kwamba ni nini kitaingia. Yaani kwa sababu sina kitu. Kwa sababu hauna kificho. Kweli. Of course inaweza ikaingia simu ya mtu pale akamwambia who is this? Who nani anakupigia? Kuna kale kawivu fulani ambako mwanaume anako. Yes. That is nature. Lakini mimi na mume wangu tuko transparent kabisa. The minute tumeoana, aliniambia now you are my wife, this is my bank card, this is my password, mpaka leo. Wow. Ndo naongea kabisa. Vijana inabidi waige hilo jambo sasa. Inabidi ni toka mwanzo mnapoanza kuoana. Hakuna pesa ya baba, hakuna pesa ya mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.